Ilishawahi kukutokea ukawa kwenye hali ambayo unaona umefanya kila kitu ambacho unahitaji kufanya. Umepambana sana, umejituma, umepiga hustle zote, una connection zote ziko sahihi, na mara nyingine unayapata matokeo. Lakini moyo hauridhiki kwamba hicho ndo kitu ulichokuwa unakitafuta. Unapambana, unapata wateja, hela inaongezeka, lakini bado unahisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Unapambania vyeo, unapandishwa tu, promotions zinakuja, lakini ndani yako bado unahisi mbona kama kuna kitu hakiko sawa. Hiyo hali inawatokea wengi sana, na wanadhani kwamba kuna kitu hawajafanya sawa, kwamba labda hawajafikia hatua wanayotakiwa kufikia, au labda hawajaweka nguvu sana, na anajikuta anaongezea nguvu na tatizo linaongezeka. Mara nyingine tatizo sio juhudi zako, tatizo sio hustle, tatizo sio nguvu. Tatizo linakuwa ni hali fulani ya tamaa ambayo unakuwa nayo ndani yako bila kujua. Na hii tamaa mara nyingine inatokana na kukosa picha halisi, picha kamili kabisa ya kitu unachokitafuta. Unakuwa unapambana kupata matokeo ambayo wewe mwenyewe huwezi ukayadefine vizuri hayo matokeo. Ukikosa picha, ukikosa taswira, ukishindwa kukijua ndani yako kwenye kichwa chako kitu unachokitafuta vizuri kabisa, na ukashindwa hata mengine kukielezea kwa mtu mwingine kama ungehitaji kumuelezea, utaishia kukaa kwenye hali ya sintofahamu na hali ya kutokuridhika na hali ya maumivu ambayo ni ngumu pia kumuelezea mtu mwingine. Tukimwongelea mtu ambaye anapambana sana kukalia nafasi ya cheo fulani kwenye eneo ambalo labda anafanya kazi, lakini akaacha kabisa kuijenga career yake, huyu mtu anaweza kaishi sana kwenye maumivu na ataishia kuwa na tamaa, kwa sababu akili, mawazo, fikra na nguvu zake zote ziko kwenye nafasi hiyo, ziko kwenye hicho cheo, haziko kwenye kujenga career. Mara nyingi itabidi afanye michezo ya ajabu kukaa kwenye hiyo nafasi, na bado hata akikaa anaweza akajikuta haridhishwi, kwa sababu umepambana kweli, umekaa, hiyo nafasi haikufiti, hauiwezi, hauimudu, kwa sababu unaangalia kitu kidogo tu, na inawezekana hata ulikuwa ujui unatafuta nini kwenye hiyo nafasi. Lakini kwenye kujenga career inawezekana ukawa na picha kubwa, na kimoja kikikwama unaweza ukaenda kwa kingine, na kingine ukikiona, ukikifikia, unagundua kwamba unaweza ukasogea sehemu nyingine. Kwa hiyo maisha kwa ujumla yanakuwa na maana kuliko kushikilia kaeneo kadogo kana kukuzalishia tamaa. Kitu hicho kinatokea kwa mtu ambaye anahangaika sana, anapigana sana kupata likes na follow kwenye mitandao ya kijamii, na anaacha kuzingatia kwamba wanaompa likes, wanaoamua kumfollow au kusubscribe, wanatafuta thamani ili waweze kulike na kufollow na kusubscribe. Hawatafanya hivyo kwa sababu tu amewaambia like, follow, subscribe, msiache akaunti yetu hivi hivi. Hawatafuti hicho, wala hawafanyi kwa sababu hiyo. Watakulike, watakufollow, watasubscribe kwa sababu kuna kitu pia unawapa, kuna kitu wanapata kwako. Ndo yale yanayotokea kwenye maisha ya kila siku. Haweza wakakupenda wakakaa na wewe kama hakuna thamani wanayoipata kwako. Kila siku sote tunapambana ili tuishi maisha ya ndoto zetu, ili tuishi vizuri. Lakini pia wengi kati yetu hatupambani ndoto tunazozijua. Hatujui tunatafuta nini. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, hujui kutokana na hiyo kazi unataka uishi maisha gani. Unaenda shule, unamaliza, unaenda chuo, unamaliza, unaenda masters, unarudi, hujui unapambania maisha gani. Hauna picha ambayo inakuongoza kwenye hayo maisha. Kwa hiyo kila mara utakuwa unapiga hatua, unaenda level moja, unaenda level nyingine, inawezekana kipato kinaongezeka, lakini ndani yako hautaweza kuridhika. Ni kwa sababu gani? Hauna picha inayokuongoza. Na hilo jambo linazalisha sana tamaa, kwa sababu unakata tamaa na unakuwa na tamaa ya kupata vitu zaidi ili uone kama utaridhika. Kwenye kuangalia maisha ambayo tunatamani tuishi, tunasahau kuangalia kitu kinacholeta maana kwenye maisha yetu, na tunaangalia tu vitu vinavyong'aa. Ndio maana watu wanapigania likes na follows badala ya kuangalia ni kitu gani wanaweka kwenye maisha ya wale, ili na wenyewe pia walete thamani kwao. Na hayo maisha ni kama unaenda kuyanunua au kuyachukua kwa rushwa. Hauja earn hayo maisha unayotafuta.
Yeyote anayeongozwa na vitu vinavyong'aa kwenye kufanya maamuzi au kufanya chochote kwenye maisha, huyo ni mtu ambaye anaongozwa na tamaa. Kwa sababu kitang'aa hapa leo, kitang'aa Dodoma kesho atakuwepo, kiking'aa Nairobi yupo kesho kutwa, kikihamia Burkina Faso yumo tu, na siku kote itakapozima atakosa pakwenda na maisha hayatakuwa na maana. Badala ya yeye kuzalisha kitu ambacho kitasimama na kitang'aa ndani yake na yeye avutie vingine kuja kwake. Ukitaka kumjua mtu ambaye anaongozwa na haya maisha ya tamaa, au ukitaka kujua hata kama wewe unaongozwa na maisha ya hivyo hivyo, kuna ishara 3. Ishara ya kwanza ni kwamba utapoteza mwelekeo mara kwa mara. Kila chochote unachoanzisha tu, ikikaa siku moja, 2, mwezi, miezi miwili, unahama unaelekea kwingine. Ulikuwa mcheza mpira, baadaye utakuwa mwigizaji, baadaye utakuwa mwalimu, baadaye utakuwa content creator, baadaye utakuwa designer. Hauna uelekeo ambao unakuwa na njia inayofahamika kwenye maisha yako. Ishara ya pili ni kwamba mtu wa hivi ana tabia ya kubadilisha maamuzi yake kwa haraka mara kwa mara na bila kuwa na uelekeo au sababu za msingi. Atafanya maamuzi ya kuishi maisha haya leo, kesho atabadilisha aishi maisha mengine. Atasema sasa hivi nitaishi kwa bajeti hii, kesho kutwa ataivunja bajeti yake mwenyewe, atasema nafanya kitu kingine kwa sababu nyinginezo. Atakuwa ni mtu ambaye hana msimamo kwenye maamuzi yake, au maamuzi yake hayawezi yakadumu kwa muda wa kutosha. Na ishara ya 3 ambayo hii ni wazi kabisa kwa watu wengi ni ile tabia ya kupenda kujilinganisha. Kwa sababu kila mara anatafuta kinachong'aa, kinachopendeza, kinachovutia. Anatafuta trends tu, na mtu fulani akiibuka sehemu fulani ataona amenizidi. Mtu mwingine akiibuka kule anaona hata mimi ningekuwa hivyo. Anakosa msimamo na anataka ajilinganishe na watu wengine. Tamaa inampeleka. Ni kwa sababu hana picha inayoongoza maisha yake. Picha ndio ingemshikilia sehemu moja ili hata wakiibuka wengine ajue kwamba mimi nitaibuka hapa nilipo. Sasa ukishajigundua uko kwenye hii hali, cha kufanya ni kujiondoa tu. Na kuna njia 3 za kuweza kujikomboa na hii hali. Njia ya kwanza ni kuzitambua tamaa zako. Hicho ndo kitu cha kwanza. Usipotambua kwamba unazo tamaa na hizo tamaa ukazijua ni zipi na zipi, huwezi ukatoka. Ikiwezekana, nenda kwenye hatua kabisa ya kuziandika na kuziainisha kabisa ili uweze kudenye nazo. Njia ya pili ni kujifunza kujua thamani ambayo unaitoa kwa watu na thamani pia ambayo unaipata kwa watu kwenye kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako na kwenye maamuzi yote makubwa unayoyafanya. Ukishaijua thamani yako ulionayo ambayo pia unaweza ukaitoa kwa watu wengine, ndo hapo utakapopata heshima yako. Ndo hapo utakapotambulika, utakuwa na identity yako. Kuliko kuanza kukimbizana na mambo ya watu wengine ili utafute heshima, utafute identity. Hicho kitakusimamisha wewe mwenyewe uwe ndo hicho kitu kinachong'aa, na hautakuwa na haja ya tamaa na kutangatanga. Na hiyo thamani ndo utaitoa kwa watu wengine ili na wenyewe watoe kitu ambacho kinaendana na thamani yako kwako. Utajihisi unathaminiwa, utajihisi unakubalika, utajihisi kuheshimika. Njia ya 3, hii ni ya muhimu sana, ni kwamba usikubali kuongozwa na hisia peke yake. Hisia zipo, hatuwezi tukazikataa, lakini tumia logic, tumia akili hata kama hisia zitakuwepo. Ukikubali kuongozwa na hisia kwenye kila maamuzi unayoyafanya, utakuja kuiumiza sana akili yako baada ya kupata madhara mabaya yanayozalishwa na hisia. Ruhusu logic, ruhusu akili ivalidate kila maamuzi yoyote unayoyafanya. Kwa sababu hisia haziangalii mazingira, hisia haziangalii kama kuna bonde, hisia haziangalii kama barabara inateleza, zitakwambia tembea au ingiza pikipiki au ingiza gari. Lakini ukiruhusu akili, itakwambia ni kweli, nataka kwenda huko, lakini kuna bonde nitadumbukia. Nataka kufanya hii biashara hii, lakini naweza kapigwa hasara, nikapotea. Iruhusu akili ifanye kazi. Hata hisia zikiwepo, ziwekee kipimo na ziwekee ukomo kwa akili yako. Kitu cha kuzingatia ni hiki hapa. Hautakiwi kufanya mambo mengi sana ili upate matokeo makubwa au ili uwe mkubwa. Hapana. Unahitaji kufanya mambo madogo kwa ukubwa. Unahitaji kufanya jambo dogo tu, na mara nyingine ni jambo moja tu,
lakini lifanye kwa ukubwa. Na huo ukubwa usitake uanze nao leo, hapana. Huo ukubwa wa jambo lako dogo, anza nao kwa hatua ndogo ndogo. Na siku zote jua kwamba kipimo kizuri cha ukubwa sio nguvu unayoiwekeza, ni matokeo. Kwa hiyo nguvu ndogo, matokeo makubwa, we mkubwa. Lakini nguvu kubwa, matokeo kidogo, we bado mdogo tu. Asante sana kwa kusikiliza, asante kwa kujifunza. Natumaini umepata jambo la muhimu. Usiache kusubscribe kama bado haujafanya hivyo. Tuwekee comment yako kama kuna kitu umejifunza. Tuulize swali pia kama unataka tukuelezee zaidi. Asante, mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi.